Tunaanzia mwaka 2022. Mamilioni ya watu duniani wamekusanyika mbele ya television zao. Wengine wako kwenye baa, wengine kwenye viwanja, wengine wamevaa jezi za mataifa ambayo hata hawajawahi kuyatembelea. Dakika 90 zinapita, mataifa yanashangilia, mataifa yanalia, na dunia nzima inaonekana kama imeunganishwa na kitu kimoja: mpira wa miguu. Lakini kuna swali ambalo watu wachache sana hujiuliza. Je, kweli World Cup ni mpira tu au kuna mchezo mwingine mkubwa unaochezwa nyuma ya mchezo wenyewe? Kwa sababu ukiangalia kwa makini utaona jambo la kushangaza. Hakuna taifa linalotumia mabilioni ya dola kwa ajili ya kombe la fedha na dhahabu pekee. Hakuna rais anayesafiri maelfu ya kilomita kwenda kushuhudia mechi kwa sababu ya burudani tu. Na hakuna serikali inayoshangilia ushindi wa timu yake kana kwamba imepata ushindi vitani bila sababu. Kuna kitu kikubwa zaidi. Kuna kitu kinachoitwa nguvu. Nguvu ya kuonekana, nguvu ya kusikilizwa, nguvu ya kuheshimiwa. Katika ulimwengu wa zamani, mataifa yalionyesha nguvu zao kwa meli za kivita, kwa makombora, kwa majeshi, lakini dunia ya leo imebadilika. Mara nyingi taifa linaweza kutawala akili za watu bila kufyatua risasi hata moja. Na hapa ndipo mpira wa miguu unaoingia. Fikiria hili. Mtu wa Tanzania anaweza asijue mengi kuhusu uchumi wa Argentina. Anaweza asijue sera zake za nje, lakini anajua jezi yake, anajua wachezaji wake, anajua bendera yake, na anajua ilivyonyanyua World Cup. Bila kutambua, tayari ameanza kujenga taswira fulani kuhusu taifa hilo. Hiyo ndio nguvu ambayo wataalamu wa geopolitics tunaiita soft power. Nguvu laini, nguvu ambayo hailazimishi, haivamii, haiteki, bali huvutia. Na katika karne ya 21, mara nyingi nguvu hiyo inaweza kuwa na thamani kuliko hata vifaru. Ndio maana kila baada ya miaka 4 dunia usimama. Sio kwa sababu ya mpira pekee, bali kwa sababu World Cup imekuwa moja ya majukwaa makubwa zaidi ya mataifa kujitangaza mbele ya dunia. Lakini ikiwa ni hivyo, kwa nini mataifa hupigania kuandaa World Cup? Kwa nini serikali hutumia mabilioni ya fedha kwa mashindano yanayodumu wiki chache tu? Na kwa nini ushindi wa kombe unaweza kubadilisha namna dunia inavyolitazama taifa fulani? Hapo ndipo simulizi yetu inaanzia. Kwa sababu World Cup inaweza kuwa sio mashindano ya timu 11 dhidi ya 11 pekee. Huenda ikawa ni moja ya vita kubwa vya kisiasa vinavyopiganwa bila bunduki. Kwa mfano, hebu tazama jinsi mataifa yanavyotumia World Cup kujenga ushawishi wao duniani. Na tumeshajiuliza ni kwa nini wakati mwingine wenyeji wa World Cup hupata faida kubwa kuliko hata ushindi wa kombe lenyewe. Ndio maana niko hapa, hebu tulitazame hili. Na kurudisha tena mwaka 2010. Wakati dunia inasubiria kwa hamu tangazo moja tu. Sio tangazo la vita, sio la uchaguzi, wala sio la mapinduzi, bali tangazo la nani atakuwa mwenyeji wa World Cup. Lakini jambo la kushangaza ni hili. Mataifa makubwa yanawekeza mamilioni ya dola. Wanasiasa wanakutana kwa siri. Wanadiplomasia wanazunguka dunia. Ahadi zinatolewa, ushawishi unatumika, na wakati mwingine hata kashfa za rushwa huibuka. Swali ni kwa nini? Kwa nini taifa litumie nguvu zote hizo kwa mashindano yanayodumu mwezi mmoja tu? Jibu linaanzia kwenye kitu ambacho hakiwezi kuhesabiwa kwa urahisi. Taswira, image, namna dunia inavyokuona. Kwa sababu katika karne ya 21 si kila taifa linaweza kuwa superpower ya kijeshi, lakini karibu kila taifa linaweza kujaribu kuwa superpower ya taswira. Na hakuna jukwaa kubwa duniani linaloweza kutoa taswira hiyo kama World Cup. Hebu fikiria kwa muda. Mabilioni ya watu wanaangalia television. Mamia ya maelfu ya wageni wanaingia nchini. Waandishi wa habari kutoka kila kona ya dunia wanawasili. Na kwa wiki kadhaa macho ya dunia yote yanaelekezwa kwenye taifa moja. Unajua, hiyo sio mechi tu. Hiyo ni fursa ya kujitangaza mbele ya sayari nzima. Ndio maana baadhi ya mataifa huiona World Cup kama uwekezaji wa kisiasa, sio wa michezo pekee. Mwaka 2010 Afrika ilipata nafasi ya kwanza kuandaa World Cup kupitia South Africa. Kwa mara ya kwanza mabilioni ya watu waliona viwanja vya Afrika, waliona miji ya Afrika, waliona sura tofauti ya bara ambalo mara nyingi huoneshwa kupitia vita, njaa na migogoro. Kwa mwezi mmoja Afrika ilisimulia hadithi yake yenyewe. Na huo ndio ulikuwa ushindi ambao haukupimwa kwa mabao. Miaka 12 baadaye,
macho ya dunia yakaelekezwa Qatar, nchi ndogo sana kwa ukubwa, lakini yenye ndoto kubwa. Kwa miaka mingi watu wengi duniani walikuwa wanaijua Qatar kwa sababu ya gesi asilia na mafuta, lakini baada ya World Cup jina la Qatar lilizungumzwa katika karibu kila nyumba duniani. Wengine waliisifu, wengine waliikosoa, lakini jambo moja lilikuwa wazi: dunia nzima ilikuwa inazungumzia Qatar. Na katika geopolitics wakati mwingine kuzungumzwa ni nguvu yenyewe, kwa sababu taifa ambalo halionekani ni rahisi kusahaulika, lakini taifa linaloteka macho ya dunia linapata nafasi ya kujenga ushawishi wake. Ndio maana ushindani wa kuandaa World Cup huwa mkali kiasi hicho, kwa sababu kinachogombewa si uwanja wa mpira, kinachogombewa ni akili za watu, mtazamo wa dunia na nafasi ya kuandika simulizi mpya kuhusu taifa husika. Lakini hapa ndipo swali jingine linazaliwa: ikiwa World Cup ni chombo cha ushawishi, je, ushindi wa kombe nao unaweza kutumika kama silaha ya kisiasa? Je, kuna sababu inayofanya baadhi ya mataifa yashangilie ushindi wa timu zao kama ushindi wa taifa zima? Na je, ni kwa nini wakati mwingine ushindi wa mpira huonekana kama ushindi wa mfumo mzima wa nchi? Hivi umeshajiuliza ni kwa nini ushindi wa World Cup unaweza kubadilisha namna dunia inavyolitazama taifa? Na kwa nini wakati mwingine bao moja tu linaweza kuwa na uzito mkubwa kuliko hotuba 100 za kisiasa? Hapo ndipo unakutana na mwanzo wa ukweli unaovutia zaidi, ya kwamba mataifa hayagombanii kuandaa World Cup kwa sababu ya mpira pekee. Yanagombania nafasi ya kuonekana, kusikilizwa na kukumbukwa. Unakumbuka Desemba 18, 2022, dakika za mwisho zilipokwisha, tuliona mamilioni ya watu duniani wanashikilia pumzi zao. Kisha filimbi ya mwisho inapigwa. Ndani ya sekunde chache mitaa inalipuka kwa shangwe, bendera zinapepea, nyimbo zinaimbwa, machozi yanatiririka, na taifa zima linaonekana kama mwili mmoja. Lakini hapa kuna swali la ajabu: kwa nini ushindi wa watu 11 tu uwanjani unawafanya mamilioni ya watu wajisikie kama wao wenyewe wameshinda? Kwa nini mtu ambaye hajawahi kukutana na mchezaji hata mmoja anahisi fahari kana kwamba amepigana vita mwenyewe? Jibu linaanzia kwenye kitu kinachoitwa utambulisho, identity. Kwa sababu taifa si mipaka pekee, si bendera pekee, wala sio serikali pekee. Taifa ni simulizi ambayo watu wanaamini kuhusu wao wenyewe. Na World Cup imekuwa moja ya sehemu chache duniani ambayo simulizi hiyo inaweza kuonekana kwa macho. Kwa dakika 90, dunia nzima huangalia taifa moja tu, na ghafla taifa hilo linakuwa mfano wa ushindi, mfano wa ubora, mfano wa mafanikio. Ndio maana ushindi wa World Cup huwa mkubwa kuliko michezo yenyewe, kwa sababu mara nyingi ushindi huo huingia kwenye historia ya taifa. Watoto huzaliwa wakisimuliwa kuhusu siku hiyo, nyimbo huandikwa, filamu hutengenezwa, na kumbukumbu hiyo huendelea kuishi kwa miongo mingi. Lakini kuna jambo jingine ambalo ni muhimu zaidi: dunia huanza kulitazama taifa hilo kwa macho tofauti. Mara nyingi watu ambao hawakujua chochote kuhusu nchi hiyo huanza kuifahamu. Wengine huanza kujifunza lugha yake, wengine huanza kuvutiwa na utamaduni wake, wengine huanza kutaka kuitembelea, na bila risasi hata moja kupigwa, ushawishi wa taifa hilo huongezeka. Hiyo ndio nguvu ya ushindi. Lakini wakati mwingine ushindi huo huwa na maana kubwa zaidi. Wakati mwingine taifa linaposhinda, wananchi wake huhisi kwamba si timu pekee iliyoshinda, bali historia yao, mapambano yao na hadhi yao mbele ya dunia. Ndio maana baadhi ya ushindi wa World Cup huonekana kama ushindi wa kitaifa kuliko wa kimichezo, kwa sababu nyuma ya kombe kuna kitu kingine: respect, heshima. Na katika geopolitics, heshima ni sarafu yenye thamani kubwa sana. Lakini kama ushindi unaweza kuongeza ushawishi wa taifa, je, kushindwa kunaweza kuharibu taswira ya taifa? Je, kuna nyakati ambapo mechi za mpira zimegeuka kuwa migogoro ya kisiasa? Na je, ni kweli kwamba wakati mwingine serikali zimejaribu kutumia mpira kuficha matatizo ya ndani? Hapo ndipo simulizi yetu inapoingia katika eneo la hatari zaidi, kwa sababu kuanzia hapa tutaanza kuona jinsi mpira na siasa zinavyoweza kuingiliana kwa njia ambayo watu wengi hawaioni kwa sababu ya ushabiki na mapenzi ya mchezo unaowateka. Ni kama tukitambaa cheusi usoni. Lakini ukweli mmoja mchungu ni kwamba World Cup haibadilishi tu matokeo ya mechi. Wakati mwingine hubadilisha namna dunia inavyoliona taifa zima. Siasa wote tunaifahamu. Sasa swali linalovuta umakini ni je, inakuwaje siasa inapoingia uwanjani? Kwa sababu kuna msemo maarufu unaosema michezo inapaswa kutenganishwa na siasa. Lakini je, hilo limewahi kutokea kweli?
Hebu fikiria, kila mechi ya World Cup huanza kwa bendera, wimbo wa taifa, viongozi wa serikali hukaa jukwaa kuu, wanadiplomasia hukutana, marais hupeana mikono, halafu mchezo unaanza. Je, huo bado ni mpira wa kawaida tu au siasa tayari imeshaingia hapo? Historia inatuonyesha kwamba mara nyingi World Cup imekuwa zaidi ya mashindano ya mchezo. Imekuwa jukwaa la kutuma ujumbe kwa dunia. Mwaka 1934 Italia iliandaa World Cup chini ya utawala wa Benito Mussolini. Kwa Mussolini, ushindi wa timu ya taifa haukuwa swala la michezo pekee. Ulikuwa uthibitisho kwamba mfumo wake ulikuwa wenye nguvu, kwamba taifa lake lilikuwa bora na kwamba Italia ilikuwa inastahili kuheshimiwa. Miaka ilipita, lakini mtazamo huo haukuishia hapo. Mwaka 1978 Argentina ikaandaa World Cup wakati ikitawaliwa na serikali ya kijeshi. Wakati macho ya dunia yalikuwa kwenye uwanja wa mpira, ndani ya nchi kulikuwa na madai ya ukamataji wa wapinzani wa kisiasa, kutoweka kwa raia na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa wengi World Cup ilikuwa starehe, lakini kwa wengine ilikuwa pazia lililofunika maumivu yaliyokuwa yanaendelea nyuma ya pazia. Na hapo ndipo swali linakuwa gumu zaidi. Je, serikali inaweza kutumia mafanikio ya michezo kupunguza mjadala kuhusu matatizo ya ndani? Au je, dunia wakati mwingine huamua kutazama mpira na kusahau kila kitu kingine? Miaka mingi baadaye, mjadala huo ulirudi tena, safari hii ukiwa umeelekezwa Qatar. Baadhi waliona World Cup kama mafanikio makubwa ya Mashariki ya Kati. Wengine walionyoshea kidole Qatar kuhusu haki za wafanyakazi, uhuru wa kujieleza na masuala mengine ya haki za binadamu. Mpira ukaendelea, lakini mijadala ya kisiasa haikuacha kuendelea. Na hapa ndipo ukweli mmoja unapojitokeza. World Cup hauwezi kuitenganisha kabisa na siasa, kwa sababu kila taifa lina historia yake, lina mfumo wake, lina maslahi yake na lina simulizi ambayo inataka dunia isikie. Lakini ikiwa serikali zinaweza kutumia World Cup kujenga taswira yao, je, mashabiki nao wanaweza kutumia World Cup kutuma ujumbe wa kisiasa? Je, bendera, mabango na hata shangwe za mashabiki zinaweza kuwa lugha ya kisiasa? Hebu tutazame na haya, kwa sababu kuna msemo mwingine unaosema mashabiki huja uwanjani kwa ajili ya mpira, lakini historia inauliza swali tofauti. Je, kweli mashabiki huja kwa ajili ya mpira peke yake? Hebu tafakari hili. Maelfu ya watu wamevaa rangi zile zile, wanaimba wimbo mmoja, wanapeperusha bendera moja, na kwa dakika 90 hakuna anayejiona kama mtu binafsi. Kila mmoja anajiona sehemu ya taifa. Na hapo ndipo mpira unapobadilika. Unakuwa zaidi ya mchezo, unakuwa utambulisho. Na pale utambulisho unapoguswa, hisia huwa kubwa kuliko mantiki. Ndio maana wakati mwingine mechi moja inaweza kuamsha hisia ambazo zimekuwa zikifichwa kwa miaka mingi. Migogoro ya zamani, tofauti za kisiasa, maumivu ya kihistoria na hata chuki ambazo hazikuanza uwanjani. Kwa sababu uwanja wa mpira hauanzi historia, mara nyingi huifunua tu. Ndio maana baadhi ya mechi zimekuwa zikitazamwa kama zaidi ya mechi, si kwa sababu wachezaji, bali kwa sababu historia ya mataifa yanayokutana. Mashabiki wanapokutana mara nyingi wanaleta nyimbo, lakini mara nyingine wanaleta historia, wanaleta kumbukumbu, na wakati mwingine wanaleta ujumbe wa kisiasa. Bango moja linaweza kuzungumzwa duniani kote, wimbo mmoja unaweza kuibua mjadala wa kimataifa, na ishara moja ya mkono inaweza kugeuka kuwa habari kubwa kuliko matokeo ya mechi yenyewe. Ndio maana waandaaji wa World Cup mara nyingi hujaribu kusema mpira usichanganywe na siasa. Lakini je, hilo linawezekana? Unawezaje kumwambia shabiki asiseme kuhusu historia ya taifa lake? Unawezaje kumzuia mtu kubeba hisia ambazo zimejengwa kwa vizazi? Je, unaweza kutenganisha bendera na siasa wewe, wakati bendera yenyewe ni alama ya taifa? Hapo ndipo tunaanza kuelewa jambo muhimu. World Cup si mahali ambapo siasa huanza, ni mahali ambapo siasa huonekana wazi kabisa. Ni kioo kinachoonyesha jinsi mataifa yanavyojiona na jinsi yanavyotaka dunia yaone. Lakini kuna swali ambalo bado halijajibiwa. Ikiwa World Cup ina nguvu kubwa kiasi hiki, ni nani hasa anayeshikilia nguvu hiyo? Je, ni mataifa? Je, ni mashabiki? Au kuna taasisi moja ambayo imekuwa ikiamua mwelekeo wa mchezo huu kwa miongo mingi? Katika episodi inayofuata tutamfahamu mchezaji ambaye haingii uwanjani, hafungi mabao, lakini anaweza kuamua ni taifa gani litakuwa mwenyeji wa World Cup, na wakati mwingine anaweza kubadilisha historia ya mpira wa dunia. Hapa naikusudia FIFA. Kama umefika na mimi mpaka hapa, nashukuru sana. Tafadhali usiache kusubscribe na ubofya kengele ili usipitwe na mwendelezo wa makala hii sehemu ya pili. Mimi ni Omar Zongo.
Asante.